na kwa sababu umoja huu tuliona umeishafanya msaada. Umoja huu umeanzia kwenye msiba, umeshafanya msaada kwa watu. Tukaona sasa ni vyema tutengeneze umoja wa vijana na tuwarenge vijana kabisa, sababu sisi hapa tumuhitaji mzee. Tuwarenge vijana kabisa, hao vijana tukue nao ili na wao siku moja waje kuona mafanikio haya. Naamini kabisa hata tulioko ndani kuna watu bado hawaamini katika hili, lakini nikiwa mwenyekiti wenu ninakwenda kuhakikisha hata hao ambao bado hawaamini wataamini, kwa sababu ninatamani sana kuwaonesha kwamba kitu ambacho mlikuwa hamkiamini sasa matokeo yake ni haya. Nitawaongoza katika njia iliyo njema kabisa ili kufikia ninayoyafikiria. Kama mwenyekiti wenu mkinichagua, nina uwezo wa kusimamia. Ninajua kabisa kuna mahara hawatamani kuona huu umoja unasimama. Kwa hiyo mimi nina uwezo wa kusimamia hilo mpaka ukasimama. Asante sana tume ya uchaguzi. Ndugu zangu wajumbe, nimeuliwa kugombea nafasi hii kwa sababu mbili za kimsingi. Sababu ya kwanza, hatuwezi tukawa na umoja wa watu wengi kiasi hichi afu wote tukawa wasemaji. Kwa hiyo kwa sababu niliona vichwa vilivyoko huko ni vichwa vyenye watu timamu, wote wamekaa vijana wenye akili timamu na timilifu. Kwa hiyo tukaamua kuungana, na kwenye kuungana lazima tupate mtu anayeweza kutusemea. Familia bora ni ile inaanzia mezani na kwenda nje ya meza. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kura mnichague nipate nafasi ya kuwa msemaji wenu, na kuwa msemaji sio kuwa msemaji wa kusema hovyo. Hapana, tayasema yale yanayopaswa kusema kulingana na utaratibu wa umoja wetu. Kwa hiyo ninaomba kura zenu. Kwa majina naitwa Alfonsi Alikadi Wilibard Nyamura, alimaarufu kama babu wa mjini. Karibu kwa maswali. Nimetumika serikalini zaidi ya miaka 15 kwa nafasi nilionayo mpaka sasa. Kingine, mimi ndo nitakuwa kiunganishi. Mkisha tuamini na mkanipa nafasi hiyo, mimi ndo mtanituma kwa DC nitafika, mtanituma kwa RPC nitafika. Hata siku moja ambao mama yake Kisumu amepata shida, mimi ndo tulikuwa watu watatu tumefika pale. Ndio maana ya utendaji. Kingine, kazi kubwa, tutamshauri mwenyekiti kwa yale ambayo tunakubaliana kuwapelekea ninyi wajumbe kwa ajili ya kuboresha na kustawisha umoja wetu. Mkumbuke umoja huu bado ni mchanga. Unahitaji watu wenye uwezo wa kuthubutu na kukabiliana na jambo lolote kwa ajili ya kuimarisha umoja. Ambaye leo ukisikia Chacha Balozi amepewa jukumu na umoja huu kama kamati tendaji, tunamwagiza kwenda kwenye taasisi yote ya umma. Najua hamna mashaka juu ya hilo. Kingine, lazima nitakuwa msiri kwa sababu umoja huu ndio utakuwa umeniamini kufanya nao kazi. Masuala yangu ya kifamilia yatabaki kama familia, masuala ya kiutendaji yatabaki kama utendaji. Na kama nitaonekana nina mawenge, niko tayari kujiuzuru. Kwa majina anaitwa Mwita Matias Gibe, jina maarufu hapa mjini Mwita Kitambi. Ni kijana mwenzenu, nimeuliwa kuomba nafasi ya kamati tendaji kwa sababu na uzoefu nayo. Mimi ni nizamu kwenye kikundi cha Tupo Group, vile vile mimi ni katibu kwenye kikundi cha Maelewano Group. Kwa hiyo naombeni nipe kura zenu niweze kuwakilisha nyie. Kamati tendaji ninakwenda kuomba mimi ni kwa ajili ya kuwakilisha nyie, kwa sababu umoja wetu ndio tunauanza. Tumeanza tukiwa na furaha, lakini baadaye tunaweza tukawa tuna migogoro ndani ya umoja wetu. Naamini kwenye katiba yetu ambayo tumepitisha itakuwemo kamati tendaji. Kwa hiyo naombeni mtume ni wawakilishi wenu kwenye kamati tendaji. Ni mzoefu, naombeni kura zenu zote za ndio leo tarehe 3 mwezi wa 4 2025. Naitwa Nyakumusi John Mkiria. Mimi ni mzaliwa hapa Tarime. Nakaa kata ya Msangura. Nimeiwa kuomba nafasi ya ukatibu kwa sababu kwanza alianzisha umoja huu wa vijana wa mjini, mgombea mwenyekiti alimaarufu kama Mswide. Nilikutana naye na akanieleza dira yake. Baadhi ya vitu tulivyoshauriana, mmoja wapo ya vitu ambavyo
Kuna fursa ambazo kama sisi kama vijana tunazikosa na zipo wazi, ziko, na nikifanikiwa kupata ukatibu, nadhani kama atakuwa mwenyekiti naye amepita, tuta organize nini tutafanya. Maana vitu vipo na tunatakiwa tupewe, na ni vya kwetu, tunatoona na magano tutavidai. Moja wapo ni umoja huu, tunatakiwa wenyewe kwanza kujiendesha. Si mnaelewa wajumbe? Ndio ujiendeshe wenyewe kwenye kusaidiana. Je, tunasaidiana vipi? Tusiitane tu kwamba tulikuwa tunasaidiana hapo kwenye matatizo, kwenye msiba, kwenye nini, tunasaidiana kwa lipi? Mwenzetu ana fursa hii, tunataka tumamishe hapa kwenda hapa na malengo haya, lakini amekwama hapa, tunafanyeje? Tunaweza kushawishi, je, kama ni halmashauri, kama ni wapi, tukapata chochote tukakisimamia, tukampa mwenzetu akaenda akaturudishia tena, mwingine naye akapata. Mimi ya kwangu ni haya. Na haya ndio matokeo. Ninaanza nafasi za za chini ambazo ni nafasi za wajumbe wale wanaotuwakilisha kwenye meza kuu. Mtu wa kwanza katika nafasi ya ujumbe anaitwa Medic Chacha Matiko almaarufu Balozi, amepata kura 34. Anayefuatia anaitwa Joeli Grigori, huyu amepata kura 30. Anayefuatia anaitwa John Chenge, huyu amepata kura 25. Mtu wa nne anaitwa Mwita Matias Gibe, huyu amepata kura 21. Na mtu wa tano anayetufungia anaitwa John Onyango, amepata kura 20. Hao ndio wamechaguliwa kuingia katika ile kamati tendaji, watu watano wenye kura nyingi. Lakini baada ya wale sasa, kwa maana namba 6 anaitwa Isinta Magige, yeye amepata kura 19, ametofautiana kura moja na John. Lakini pia namba 7 anaitwa Idisa Isa Abdalla, yeye amepata kura 14. Na mtu aliyetufungia anaitwa Boniface James, amepata kura 9. Leo majina ya kamati tendaji, anaingia Medic Chacha Matiko, anaingia Joel Grigori, anaingia John Chenge, anaingia Mwita Matias Gibe, anaingia na John Onyango. Tunakwenda kwa nafasi ya msemaji wa chama. Alphonse Alkad Wilbard amepata kura za ndio 27 na amepata kura ya hapana moja isiyokuwa na imani naye. Tunakwenda kwa nafasi ya katibu wa chama, katibu wa jumuiya. Castro James amepata kura 8. Nyakumus John amepata kura 23. Kwa hiyo kwa mamlaka niliyopewa, Nyakumus John ndio katibu wa jumuiya ya umoja wa vijana. Makamu mwenyekiti ambaye ni Emiliana Gideon Sukari amepata kura 5 za hapana na amepata kura 26 za ndio. Huyu ndio makamu mwenyekiti. Tunakwenda kwa nafasi ya mwenyekiti wa umoja wa vijana. Emmanuel Sabato almaarufu Msweden amepata kura za hapana 8, lakini pia amepata kura za ndio 25. Kwa nafasi niliyopewa, Emmanuel Sabato ndio mwenyekiti wa umoja wa vijana wa mjini Tarime. Kamati hii pamoja na kikao cha mwisho kilisema kwamba kuna nafasi ya muhasibu na ambaye atakuwa ni nafasi moja, muhasibu pamoja na mtu wa miradi, estate manager.
ikasema hiyo nafasi haitachaguliwa. Hiyo kamati itakaa, itajadili na itakuja na jina. Hilo jina mtalikataa au mtalikubali. Na kamati hiyo jina iliyokuja nayo ilikuja na jina la Saidi Kisieri Welema Chambili. Kama muhasibu wa jumuiya ya vijana pamoja na meneja miradi. Kwa hiyo nilikuwa naleta hilo jina tulipitishe au tulikatae. Ninawiwa kusema ambao wanalipitisha tuandike karatasi. Mkono. Basi wanaolikubali